Karibu tena katika ibada ya leo na neno la leo ambalo naamini Mungu ameniandaa kwa ajili yako na kwa ajili yangu unayetazama ama unayehusika katika ibada hii. Tunaendelea na series yetu kuhusu lessons from the life and ministry of Simon Peter. Hii ni sehemu ya 6, part 6 ya series hiyo, na Jumapili iliyopita tulikuwa na part 5, sehemu ya 5, ambayo Mungu alitutumia kuweza kunena nasi kuhusu zile funguo, yale mamlaka ambayo Mungu ametupa ya kuweza kusimama na kutenda kazi yake. Na kwa hivyo leo sehemu ya 6 itatoka Mathayo 14:22 hadi 32. Matthew chapter number 14 verse 22 to 32. Nitasoma kwa uwezo wa Bwana. Immediately Jesus made the disciples get into the boat and go ahead of him to the other side, while he dismissed the crowd. And after he had dismissed them, he went on a mountain by himself to pray. And when the boat was already a considerable distance from the land, buffeted by the waves because of the wind was against it. And during the 4th watch of the night, Jesus went out to them walking on the lake. And when the disciples saw him walking on the lake, they were terrified. "It is a ghost," they said, and cried out in fear. But Jesus immediately said to them, "Take courage, it is I, don't be afraid." "And Lord, if it is you," Peter replied, "tell me to come to you on the water." "Come," he said. And then Peter got down out of the boat, walked on the water, and came towards Jesus. But when he saw the wind, he was afraid, and beginning to sink, he cried out, "Lord, save me." And immediately Jesus reached out his hand and caught him. "You of little faith," he said, "why did you doubt?" And immediately Jesus reached, and when they had climbed into the boat, the wind died down. Nitarudia kwa Kiswahili na nitaenda kwa haraka kidogo. Baadaye Yesu akawaambia wanafunzi wake watangulie kwenye mashua waende ng'ambo ya pili ya ziwa, wakati yeye anawaaga wale watu. Baada ya kuwaaga, akaenda mlimani peke yake kuomba. Jioni ilipofika, Yesu alikuwa hapo peke yake. Wakati huo ile mashua ilikwisha fika mbali, ikisukwa na mawimbi kwa sababu ya upepo ulikuwa mkali. Ilipokaribia alfajiri, Yesu akawaendea wanafunzi wake akiwa anatembea juu ya maji. Lakini wanafunzi wake walipomwona akitembea juu ya maji, waliingiwa na hofu kuu. Wakasema, "Ni mzimu ama ni pepo," na wakapiga mayowe kwa hofu. Lakini mara mmoja Yesu akasema nao akawaambia, "Jipeni moyo, ni mimi, msiogope." Petro akamjibu, "Bwana, kama ni wewe, niambie nije kwako nikitembea juu ya maji." Yesu akamwambia, "Njoo." Basi Petro akatoka katika mashua akatembea juu ya maji akamwendea Yesu. Lakini alipoona upepo mkali, aliingiwa na hofu, akaanza kuzama, huku akipiga kelele, "Bwana, niokoe." Mara Yesu akanyosha mkono wake akamshika, akamwambia, "Wewe mwenye imani haba, kwa nini ulikuwa na shaka?" Na walipoingia katika mashua, upepo ukakoma. Napenda kutoa funzo lingine kutoka kwa maisha ya Petro, Simoni Petro, ambalo funzo la leo ni kuishi kwa imani. Kuishi kwa imani. Wengi wetu tumesikia neno imani, labda katika Sunday school, tangu siku za Sunday school, waliokuwa na bahati kwenda kwa Sunday school. Lakini neno imani tumelisikia kwa muda mrefu. Tumeimba
kwa muda mrefu. Tumeona watoto wakikariri nyimbo, wakiimba na kukariri vifungo na mashairi kuhusu imani. Kwa hivyo wote, neno imani si neno ambalo ni ngeni. Lakini je, wajua ya kwamba neno imani ni neno dhabiti, ni neno la ufunguo katika maisha ya Mkristo? Ndio maana kitabu cha Waebrania 11 mstari wa 6 kinasema hivi, eti pasipo na imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Nao haisemi kwamba pasipo na imani ni vigumu, lakini panasema haiwezekani. Without faith it is impossible to please God. In other words, ikiwa mambo unayafanya tu kwa kuyafanya na hauna imani katika Mungu, leo umejua you don't please God. Na Paulo akasema hivi katika Warumi 1:17, akasema wenye haki wataishi kwa imani. Na kwa hivyo kwanza tunaokoka kwa imani. Tunahitaji imani ili tuweze kupokea wokovu. Kwa sababu neno la Mungu linasema katika Warumi 10:9 na 10 ya kwamba ukiamini katika moyo wako, alafu kisha ukakiri kwamba Yesu ni Bwana, ndipo unapata kuokoka. Wokovu unaanza na imani. Na kwa sababu wokovu unaanza na imani, tumeokoka kwa imani, basi yatupasa, it behoves us, it is upon us, ni jukumu letu kuhakikisha ya kwamba ili kuendelea katika kuitwa wa Kristo ni lazima tuendelee kwa imani. Bwana Yesu asifiwe. Imani tunajua tafsiri ya imani, lakini nataka niseme hivi. Imani ni kuamini ya kwamba Mungu alitenda kile kimeandikwa katika Biblia, na tena atatenda kile kimeandikwa katika Biblia. Bwana asifiwe. So imani ni nini? Unaamini kuna mambo yameandikwa katika Biblia ambayo Mungu ametenda. Unasema ninayachukulia, I believe that. Na tena kuna mambo ambayo yameandikwa katika Biblia ambayo ni ahadi ambazo Mungu amesema atatenda. Unasema katika moyo wako ya kwamba I believe the promises of God. I believe the blessings that are written in the word of God about me, about my family. Kule kuamini, kubelieve huko ndiyo imani. Na ni vizuri, ni rahisi kuongea kuhusu kuamini Mungu, ndio kuamini Mungu, dada amini Mungu. Ni rahisi sana, lakini tukubaliane wapendwa ya kwamba kuishi maisha ya imani sio rahisi. Kuongea habari za imani, kuimba kuhusu imani, kuhubiri kuhusu imani, kufunza kuhusu imani. Tunaweza kufunza kanuni 5 za imani. Fuata hii, tunaweza kufanya hivi. Lakini kuishi maisha ya imani si jambo ambalo ni rahisi. Kwa sababu gani? Kwa sababu kuna nyakati ambazo tunapitia mambo magumu maishani. Na shida hizo zinapokuja, hatuwezi kuelewa wakati mwingine mbona zinakuja. Lakini kwa sababu zinakuja, na hata unapoambiwa ya kwamba amini Mungu katika hali kama ile, unajiuliza sasa niamini Mungu, yuko wapi Mungu kwa hali kama hii? Lakini nataka tukumbuke ya kwamba hata nyakati hizo ngumu, nyakati those challenging time, hata wakati ambapo watu wamefuata Mungu na hali imekuwa ngumu, wapenda kukumbuka ya kwamba Mungu ni mwaminifu. Bwana asifiwe. Hata wakati umependa Mungu, unajua kuna kupenda Mungu. Wakati umependa Mungu kabisa, naweza kusema kama marafiki zangu wakale, achame Yesu misingu. Yani napenda huyu Mungu sana. Labda upendo wako ni kama ni wa Jumapili peke yake. Kuna kitambo tulikuwa tunaimba wimbo ambao ulikuwa unatutia moyo. Upendo wangu na Yesu si upendo wa siku moja.
Sasa labda kama wako ni siku moja, ni ngumu kuimba hiyo wimbo. Lakini hukujua nilitarajia uimbe. Najua upendo wako sio wa siku moja. Haya basi twende. Upendo wangu na Yesu si upendo wa siku moja. Yaani unampenda Yesu sana. Ndugu, tunayejifunza kwake, Biblia inasema ya kwamba aliacha vyote. Akaacha profession yake, akaacha kazi yake, akaacha vitu ambavyo alikuwa anapenda kuvifanya, akamfuata Yesu. Lakini licha ya kumfuata Yesu, bado alikumbana na mambo magumu. Jambo tunalojifunza pale ni kwamba kwa sababu unampenda Yesu, haimaanishi mambo magumu hayatakuja. Haimaanishi shida hazitakuja. Haimaanishi changamoto hazitakuja. Na hizi zote zinakuja kujaribu imani yako. Una imani katika Bwana, unampenda Yesu. Petro alimpenda Yesu sana. Lakini pamoja na hiyo, nyakati ngumu bado zilikuja. Kwa hivyo mpendwa, katika kutembea na kuishi katika imani, jua ya kwamba nyakati ngumu bado zitakuja. Haimaanishi hauna imani. Hata Petro, Biblia maandiko yanasema pale mwisho, wakati Yesu anamkemea, hamwambii wewe usiye na imani. Anamwambia ewe wa imani haba. Which means bado Petro alikuwa na imani. Maandiko yanasema ya kwamba katika maisha ya Petro, jambo ambalo tunalipata hapa la kututia moyo mahali tumesoma ni kwamba one of the highlights in Peter's life is the fact that he walked on water. Alitembea kwa maji. Wanafunzi wa Yesu wako katika maji. Maandiko yanasema chombo walichonacho kinasukwa na maji na dhoruba kwa sababu ya upepo. Na wakiwa ndani wakamwona Yesu akitembea juu ya maji. Now, wanafunzi walikuwa na 4 concerns. Walikuwa na mambo manne ambayo yaliwatia wasiwasi. Jambo la kwanza, upepo ulikuwa unaleta msukosuko katika chombo walichokuwa nacho. So they had the strong winds to deal with, and they didn't know how. Pamoja na ule upepo, it was 3 a.m. Ilikuwa ni usiku. Ilikuwa ni giza. Ninasema in the 4th watch, saa 9 ya usiku. Giza lipo, hawaoni vizuri. Kwa hivyo, they are also in the dark. They had to deal with the darkness and they didn't know how. Na jambo la pili, they are a distant from the land. Wako hatua. Ili nasema, chombo kilipokuwa kimeenda hatua zaidi. They are not near the land. Hata wakipiga kelele, hakuna mtu atasikia. Wamesonga kwenye bahari ndani kabisa. They had to deal with their loneliness far from the ground. Na jambo la mwisho, katika shida hiyo, wanaona kuna kitu kinakuja. Kabla waone ni mtu, waliona kwanza ni kitu. Kuna kitu kinakuja. Na kwa sababu pia ilikuwa ni usiku, kuna giza, hawakuweza kumtambua Yesu kwa haraka. Katika concerns zao hizo 3, the 4th concern, wanaona ni kama pepo inakuja. Na hata labda wengine walisema, tunaambiwanga saa kama hizi ndio mapepo yanatembeanga. Leo moja inatukujia. Kwa hivyo wako katika hali ya wasiwasi. Nataka nikuulize mpendwa, umejikuta katika hali kama hiyo? Yaani uko peke yako, uko mahali peke yako. Kuna hali hauoni vizuri, you are stuck. Haujui mtu yeyote, umejipata mahali na kuna hali ya hatari. Unaona hata ukipiga kelele, hakuna mtu anaweza kukusaidia. Inaweza kuwa hata katika context ya nyumba, hali ya nyumba. Uko katika nyumba, hauna pesa, una njaa, alafu inafika usiku, alafu katoto
kanaanza kunyorosha mguu kakitoa macho. Mama. Yaani hadi ni usiku, watu wengine wamelala. Pesa hauna, hata haukula sapa usiku uliotangulia. Lakini usiku wa manane unaona mtoto ni kama anazidi. Yaani unajikuta in a helpless situation. Petro pamoja na wanafunzi wake walijikuta kwa hali kama hii. Na wakiwa katika hali hiyo, Biblia inasema wakapiga makelele. Unajua hata ukiwa mahali penye hakuna mtu atasikia, mambo yakikuzidia utaamua kutwanga nduru. Hata kama unajua hakuna mtu atasikia, wewe si wa kwanza. Wanafunzi wa Yesu, Biblia inasema wakapiga mayowe kwa hofu. Na Yesu akawaambia, msiogope, jipeni moyo, ni mimi. Petro akajitokeza waziwazi akasema, Bwana, kama ni wewe, niite nije nikitembea kwa maji. Now, Peter was very specific. Alijua nikisema tu Bwana kama ni wewe niite, Yesu angesema tu Petro njoo, na pap ajikute mahali Yesu wako. But Peter wanted to experience something unique. Akasema niite, lakini usifanye tu nijipate penye huko. Soma Biblia yako vizuri. Petro anasema niite nije kwa maji. I want to come walking on the water. Peter ni mwanafunzi wa Yesu. He's a disciple of Jesus. Now, a good disciple desires to do what the master is doing. Mwanafunzi mzuri anaiga, anapenda, anatamani, ana hamu ya kufanya kile Yesu anafanya. Na kwa sababu Yesu anatembea kwa maji, Petro pia anasema, Bwana, niite hata mimi nitembee kwa maji. Wapendwa, unapojikuta katika hali ngumu, ni vema kujiuliza swali hili: what would Jesus do? Jiulize swali hilo, kwa kwamba Yesu angefanya aje kama angekuwa kwa hali kama hii niko. Kwa sababu ukiuliza pastor angefanyaje? Pastor ni binadamu. Bwana asifiwe. Ukiuliza shemasi angefanyaje? Shemasi ni binadamu. Lakini ukijiuliza Yesu angefanyaje, angejipata kwa hali kama ile niko ndani, I am sure utakuwa na suluhu kwa hali ulio ndani. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kuna wengine inategemea zile inategemea ukoo ile anatoka, ama inategemea kabila lile anatoka. Usiulize ingekuwa mtu wa ukoo wetu angefanyaje, because unajua kile mtu wa ukoo wenu angefanya. Lakini jiulize Yesu angefanya namna gani? Petro alipojipata katika jambo hilo, walipojipata katika ule ugumu, he went towards Jesus. Alienda mahali Yesu alikuwa. Alisahau kuna mawimbi, alisahau kuna maji. Yesu alipomwambia njoo, Petro akaenda na neno njoo. Kama Bwana amesema, ninajua nitafika. Bwana asifiwe. Nataka nitie mtu moyo hapa alasiri ya leo, ya kwamba kuna kitu unahisi katika moyo wako Bwana amesema, lakini unaangalia unasema, kwa umri wangu huu sitaweza. Unajiangalia unasema, mimi ninatoka kabila ambalo ni ndogo zaidi, halifai, sitaweza. Unajiangalia unasema ya kwamba sina pesa za kutosha. Nataka nikupe moyo mchana wa leo. When you're facing an impossible situation, listen to Jesus. And whatever Jesus says, don't look at your brother, don't look at your sister, don't look at your mother. Fix your eyes on Jesus and go. Bwana asifiwe. Petro alisema, wanafunzi tunajuana sana,
tumekuwa nao katika hichi chombo, tumelia pamoja, lakini Yesu ndiye amesema niende. Wao wanajua kuna maji, lakini Yesu amesema niende. Wao wanajua mtu hawezi tembea kwa maji, lakini Yesu amesema niende. Sitawauliza bwana mnaonaje, niende nisiende, na nikianguka kuna mtu, Andrew unaweza kukaa chonjo just in case. Petro hakuwauliza. Kwa neno la Yesu akachomoka, akatembea juu ya maji. Bwana asifiwe. Akielekea mahali Yesu yuko, in obedience to the word of Jesus. Lakini Biblia inasema alipoona mawimbi, alipoona upepo. Yani kabla aone Yesu, si alikuwa ameona kuna mawimbi? Si alikuwa ameona upepo? Si alikuwa amepiga kelele kwa hofu? Lakini alipoitwa na Yesu, alipoona Yesu, akaona inawezekana, na akaanza kutembea juu ya maji, ya kwamba kwa neno la Yesu ninaweza kufanya the impossible. Nataka nikupe moyo mchana wa leo. Licha na kisomo chako, licha na kutosoma kwako, pamoja na kuwa na kutokuwa na pesa, pamoja na kuwa na kutokuwa na sura nzuri, unaweza kutembea kwa neno la Yesu kufikia destiny yako. Unaweza kutembea kwa neno la Yesu kutenda yasiyowezekana kwa wanadamu. Unaweza kutembea kwa neno la Yesu kufikia mambo ambayo wanadamu hawajawahi fikiria. Akatembea kwa maji, lakini alipoona upepo, in other words, two things. When human reasoning came in, this is water. Na hata kama sijasoma physics, nimekuwa mvuvi, ninajua binadamu akisimama kwa maji ataenda ndani. Hiyo ni sheria ya nature. Binadamu hawajaumbwa kutembea kwa maji. I want to believe wakati Petro aliingiza human reasoning kwa mwito wake na Yesu, he began sinking. Because the wind was threatening. Ni kweli upepo ulikuwa unatisha, ndio maana walikuwa wamepiga kelele. Lakini kwa neno la Yesu alikuwa anatembea kwa maji. Wapendwa, wakati tunaingiza human reasoning kwa mambo ya imani, we lose it. Number two, when we focus on the circumstances. Kumbuka Petro akitoka kwenye chombo, maji yalikuwako. Akitoka kwenye chombo, upepo ulikuwako. Lakini alipokuwa amefocus kwa Yesu, aliweza kutembea juu ya maji. Lakini when he focused on the circumstances, alipoangalia mazingira, alipoangalia mahali yupo, akasema kweli mimi nimekwisha. Ndio maana hata watu wengine kabla wakwishi, mtu mwingine alisema kwamba waoga hufa mara nyingi kabla the real death ifike. Ya umewahi kusikia mtu akisema mimi sasa kwisha? Yani hajakwisha, lakini katika mawazo tayari amekwisha. Petro alipotazama the surrounding, akasema this is water, those are winds, these are waves, I am done. Na kweli alipo conclude he is done, akaanza kwenda kwa damu. Alipo conclude ya kwamba amekwisha, akaanza kuzaa. When he was afraid, maandiko yanasema when he got afraid, he began to sink. Wakati hofu ilipoingia, watu wengi wanazamishwa na hofu. Not even the reality. Wanazamishwa na hofu. Petro alipotazama mazingira, akaanza kuzama. Lakini uzuri ni kwamba alipoanza kuzama, akakumbuka kuna Yesu. Alipoanza kuzama, akakumbuka kuna yule alikuwa ameniita. Maandiko wanasema akapaza sauti na Yesu akanyosha mkono, akamwambia,
akamkemea, lakini akamuinua. Kwa hivyo a good disciple learns from the master. Na sisi tukiwa wanafunzi wazuri wa Yesu, tufuate mfano wake. Ingekuwa ni mwingine ungesema, wewe ulijifanya kibelembele, wenzako si wangali wako kwa mashua. Wewe ulijifanya kibelembele, na Petro angezama, angekufa. Lakini Yesu alimuokoa, alafu kisha ndipo akamkemea. Mpendwa, kuna wakati mwingine watu wanaweza wakakukosea, wakaenda kinyume, lakini wakajipata katika mashaka. Fuata mfano wa Yesu. Wasaidie kutoka kwa yale mashaka, alafu kisha basi wape kile kisomo. Unajua kile kisomo kitaingia. Kwa sababu gani? Kwa sababu watasema anajua nilimkosea, lakini licha ya kujua nilimkosea, amenisaidia. Huo msaada utamhukumu yule mtu. Bwana asifiwe. Mfano wa Yesu ni kwamba hata kama mtu amekukosea, akiwa katika hitaji, msaidie, lakini basi muelezee makosa yake, lakini msaidie kwanza. Anapobisha unasema ni nani? Ni John. John, wewe sasa ndio umejua mimi niko kataka hii. Okay. Last week haukujua kwamba niko. Sawa, tembea, kanyaga frame, John tuonane. Alafu kisha maliza unataka kulala. Bwana nisaidie ninapoenda kulala. Hypocrisy. Tunafuata mfano wa Yesu. Alimsaidia, akamuokoa Petro, alafu kisha akampa kisomo kwa ajili ya imani yake iliyokuwa hapa. Lakini ninapenda story hiyo kwa sababu Biblia inasema ya kwamba alipomuinua Petro, wakatembea kwa maji, wakaingia kwenye chombo. Walipofika katika chombo, and when they went into the boat, the wind ceased. Ule upepo, ile dhoruba ikatulia. Now, sijui tafsiri yako inasemaje, lakini tafsiri yangu inasema walipofika tu kwenye chombo, ule upepo ukatulia. Now, Yesu hakusema chochote. Yesu hakufanya chochote. Lakini alipoingia tu kwenye kile chombo, ule upepo ukatulia. Ile hofu waliokuwa nayo ikatulia. Ile wasiwasi waliokuwa nao ikatulia. Kumbe ni Yesu tu walikuwa na mhitaji katika chombo. We only need Jesus in our boat and the winds will cease. Tunamhitaji tu Yesu katika maisha yetu. Tunamhitaji katika chombo chetu, na ile upepo wote na gharika itatulia. Kuna wakati mpendwa ambao hata pesa zako hazikusaidii. Kuna wakati ambapo unatuambia I have a personal doctor. Kuna wakati when the personal doctor hawezi kukusaidia. Na katika hii jana nilikuwa nikisoma kwa gazeti katika mtandao, na pamoja na kupeana hesabu ya madaktari, nikasema ya kwamba member of county assemblies ambao wameaga kwa COVID-19 by yesterday walikuwa wamefika 7, na kulikuwa mwingine wa 8 hawakuwa wanajua nini limuua. Nani anajua hapa MCA ambaye ni maskini? Hayuko. Hata mwenye alienda kwa assembly akiwa maskini, sasa anatembea, amebadilisha walking style. Kama alikuwa anatembea haraka haraka, sasa anaenda polepole akipumua. Kwa sababu ako sawa. Lakini pamoja na kuwa sawa, I'm not against. Nataka tu kukueleza ya kwamba kuna wakati ambapo hata pesa ukiwa nazo hazitakusaidia. You only need Jesus in your boat. Unahitaji tu kuwa na Yesu katika boat yako. Ndio maana mwimbaji mwingine wa miaka ya 80 kule alikuwa anaitwa Shari Martin. Alitunga wimbo kuhusu rafiki pesa. Akasema alikuwa na rafiki mmoja, rafiki wa dhati, alikuwa anaitwa rafiki pesa. Sema nikitaka nyumba nzuri anakimbia
anadeti, nikitaka gari nzuri alikuwa anipe. Alikuwa analeta, lakini anasema, Martin anasema, lakini wakati aligonjweka, wakati alipogonjweka, wakati kifo kilipofika, wakati alijipata sasa hawezi, wakati alijikuta mahali pagumu, rafiki pesa akachomoka. Anasema alikuwa tayari kumnunulia kofini ya bei ghali sana. The last thing rafiki pesa angemfanyia ni kununua sanduku nzuri, lakini maisha yake yamefika kikomo. Mpendwa, inafika mahali ambapo unasema what you need is Jesus in your body. Bwana asifiwe. Kuna wakati ambapo connections haziwezi kusaidia. You need Jesus in your body. Kuna wakati ambapo hata watu wa jamii hawawezi kukusongea. You need Jesus in your body. Kuna wakati ambapo marafiki, your friends, wale ambao ni marafiki wa dhati. Unajua kuna marafiki wengine unasema, pastor, huyu ni rafiki wangu wa kufa kuzikana. Sio tu kufa nitoroke, nikikufa atahakikisha kwanza nimezikwa. Rafiki wa kufa kuzikana. Kuna mahali ambapo hawawezi kukusaidia. You need Jesus in your body. Kuna mahali ambapo elimu ulionao, kisomo ulichonacho hakiwezi kukufikisha pale. You need Jesus in your body. Kwa sababu maisha ya Ukristo si maisha rahisi. Ni maisha ambapo jinsi nilisema hapo awali, yana changamoto nyingi za aina nyingi, za shapes nyingi. Lakini tukiamini ya kwamba Yesu yuko pamoja nasi, life is well when Jesus is with us in the body. Bwana asifiwe. Kumbuka kwamba Petro aliweza kuongea, kutembea katika maji, lakini alipotazama tu, alipotoa macho yake kwa Yesu, akatazama. Because Biblia inasema when he saw, alipoona. Shida zitakuwa. Lakini Yesu alisema tunapoacha kumtazama Yesu na kutazama mazingira, kutazama hizo shida, imani yetu inashuka chini. Ulikuwa mwimbaji mzuri, lakini sijui uliona nini. Ulikuwa mshiriki mzuri, you are good tithe, ulikuwa unatoa fungu vizuri, lakini sijui kuna kitu uliona ambacho kimekurejesha nyuma. Ulikuwa mzee mzuri, hata ukienda usipomweleza mke wako na ukakosa kurudi nyumbani, hana wasiwasi kwa sababu ulikuwa mzee mwaminifu, lakini sijui uliona nini. Ulikuwa mama mzuri ambaye unatunza boma lako vizuri, but when you saw, I don't know what you saw. Ulikuwa kijana mzuri, kijana wa kutamaniwa katika kanisa, katika ibada, kijana wa kuaminika katika kanisa, katika ibada, but uliona kitu, kuna kitu ulichokiona. Labda uliona fellow students enjoying life, na wakasema, you know, life is not a rehearsal. You live life once. You are here in college only once. You will not come back again. You are here in Gataka only once. So enjoy life. Na leo nakumbuka tu wimbo tu wa kushangaza. Kuna wimbo ingine ilikuwa inaimbwa na Sami Mapangala. Kwa wale waliishi miaka hiyo ya 70, kama hukuishi sikia tu ujue kulikuwa na wimbo. Ilikuwa inasema kwamba vunja meno kama mifupa bado iko. Walioishi siku hizo wanakumbuka hiyo wimbo. Ilikuwa na Sami Mapangala. Vunja mifupa kama meno bado iko. Na kwa hivyo kijana unajua huu ndio wakati wa kuvunja mifupa, meno bado iko. Na kijana ulikuwa unamjua Yesu, umetoka katika jamii ya wokovu, na umekuja sasa umefika Gataka, umekuta na wale wanasema tuvunje mifupa kwa
sababu meno bado you saw friends. Uliona marafiki ni kama wana enjoy life. Na you saw. Ulikuwa unaenda vizuri, but then you saw. Kuna kitu ulichokiona. Katika mwendo wako wa imani mpendwa, ulikuwa unaenda vizuri, lakini kuna kitu uliona. Ulipoona kitu hicho, nataka nikukumbushe ya kwamba a lot of disobedience and desire, kutotii na kutamani, comes from what we see. A lot of disobedience and desire comes from seeing. Inatoka kwa kitu ambacho ulichokiona. Ndio maana, in fact, I think ndio maana wakati shetani alipambana na Yesu sana, Yesu akitaka kwanza huduma katika Mathayo 4, Biblia inasema kwamba akampeleka kwenye mnara mkubwa wa jengo la hekalu, akamwambia, tazama, see this kingdom, if you only bow, I will give them to you. Shetani alianza kumwambia Yesu, see. Na kwa hivyo mambo mengi ambayo tunakosea wakati tunaenda vizuri katika focus yetu. Nataka nikuulize mpendwa, what did you see ambayo imekufikisha mahali umefika? Ni nini ulichokiona? Lazima tuweze kukumbuka wapendwa ya kwamba mambo tunayoyaona kwa macho ni mambo ya muda. Lakini mambo tusiyoyaona kwa macho ni mambo ya umilele. Soma Wakorintho wa 2:4. Mstari wa 15-8. Itakwambia ya kwamba the things we see are temporal, but the things we don't see, the things in the spirit, the spiritual things are eternal. Ni vitu za milele na milele. And so walking by faith and living by faith, kuishi na kutembea katika imani, inamaanisha ya kwamba umefanya uamuzi ya kwamba chochote kitakachofanyika katika ulimwengu huu, macho yangu nitabaki nimemkazia Yesu. Sema, ninaweza kupoteza vitu fulani, lakini Yesu sitataka kumpoteza. Nitaweza kupoteza mali, naweza kupoteza hata kazi, naweza kupotea, lakini Yesu sitaiacha. Mbali mwingine Munishi 1983 akaimba wimbo akasema, ukininyima ugali sito kufanja, uninyime ugali, ninyime githeri uniachie Yesu. Yani, you can take all these things that are seen, but that which is not seen, my faith in Christ, hiyo I will not compromise. Mtu ambaye amefika mahali ambapo anasema katika maisha yake ya kawaida, I will live in this physical life, but my focus will remain on Christ Jesus. Bwana asifiwe. So living by faith, walking by faith, inamaanisha unaangalia vitu unavyovitazama. You are watching what you see. You are looking beyond what your physical eyes. Unatazama zaidi ya mambo unayoyaona kwa macho yako. Inamaanisha kwamba unasema, I want to please and obey him that called me. Nataka nimpendeze yule aliyeniita. Kwa sababu watu wengi wanatoka katika maisha ya imani kwa sababu wanataka kupendeza marafiki zao, wanataka kupendeza wanarika, wanataka kupendeza watu ambao wako karibu na wao. Na unapotaka kuwapendeza watu wengine, I want to assure you, you will not make it. Lakini kwa kama Abraham in Genesis chapter 12 alipoambiwa na Mungu, njoo, ondoka, nenda kwa nchi nitakayokuonyesha, hakuuliza maswali. Alisema, kama ni Bwana amesema, nitaenda. Kuishi maisha ya imani na kutembea katika imani ni kusema, Bwana, neno lako lanitosha. Nitaenda sawa sawa linavyosema. Nitasema sawa sawa linavyosema. Nitaishi jinsi ile linavyosema. Maliza kwa kusema, it is believing God will do what he says in his word. Je, Mungu anasemaje kwa neno lake? Unatamani kuishi maisha ya imani, unatamani kwenda mwendo wa imani, Mungu amesemaje
katika neno lake. Amesema yeye ndio kweli na uzima. Amesema kwamba atakuja kuchukua walio wake. Na amesema ya kwamba wewe ni mtoto wake. Amesema kwamba wewe ni mboni ya jicho lake. Amesema kwamba wewe ni mpendwa wake. Amesema, na kwa hivyo ikiwa Bwana amesema hivyo, utaishi ukijua mpendwa, umependwa na Mungu. Bwana asifiwe. Now, cheap love, what I call cheap love, will not confuse your mind, because you know you are loved by God. Bwana asifiwe. Unajua unapendwa na Mungu. Lakini shida ni kwamba watu wengi wanapenda kusikia na kuamini watu wengine. Ukitaka kujua watu wanapenda kusikia na kuamini watu wengine, ndugu mlikuwa mnaongea tu naye vizuri, dada mlikuwa mnaongea tu naye vizuri, unakutana naye leo, unamwambia dada, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe kitu gani? Bwana gani anasifiwa? Naambia dada, si tulikuwa na wewe? Tulikuwa na wewe wapi? Shida ni nini? Ameambiwa na mtu mwingine ya kwamba dada Joyce amesema wewe ni kichwa kubwa, amesema wewe hata haunyiti vitu, amesema wewe hata kutembea unajisukuma tu kama wheelbarrow, haujui hata kutembea. Sasa unapokutana na mhusika anapokuambia Bwana asifiwe, unasema Bwana gani asifiwe? Kwa sababu gani? Maneno uliyoambiwa na mtu mwingine. Hata haujadhibitisha, hauja confirm maneno, lakini umeamini sana. One of the greatest weakness ya binadamu ni kuamini maneno ya watu wengine. Shida ambayo inafanya tusitembee katika mwendo wa imani vizuri ni kwa sababu tunapenda na tunaamini sana mambo ya watu wengine, mambo ya marafiki wengine, mambo ya wazazi wengine. Kama ni kinyume na neno la Mungu, haupaswi kuyaamini. Mambo hata ya wachawi na waganga. Pastor anaweza kukuambia jambo, unasema labda pengine inawezekana. Lakini mchawi akikwambia kitu, kwambia ndugu, unapotoka asubuhi, hakikisha haka kitu unakaweka kwa mlango, uruke juu, unapotoka ukienda kule unaenda, siku yako itakuwa salama. Hata haulali, macho tu iko, unangojea asubuhi ifike uruke kwa ile kitu, ndio siku yako ikuwe salama. Hata usingizi hauji. Tunapenda kuamini mambo ya watu. Na wengine tumeamini mambo ya watu yametufikisha mahali imani yetu inazama. Nataka nikupe nafasi kama Petro, muite Yesu. Petro alimuita Yesu. Petro aliinua sauti yake akasema, Bwana, ninazama, ninakufa, ninaangamia. Na mchana wa leo Yesu yuko tayari kunyosha mkono wake akurudishe kwake, uweze kutembea tena kama mshindi. Mpendwa, haijalishi umezama ni miguu peke yake imefikia magoti, umezama labda umefika kwenye kiuno, labda wengine wetu wamezama imebakia shingo peke yake imebakia juu. Na hata kuna uwezekano kuna mtu amezama mapua tu ndio ina breathe peke yake imebakia juu. Inua mkono wako, Yesu anakutazama. Haijalishi umefuata mambo na umefika mbali kiasi gani, Yesu ako tayari kukuinua tena. Yesu ako tayari kunyosha mkono wako tena, ya kwamba uweze kutembea kwa imani na Mungu wa amani aweze kukushikilia katika jina la Yesu. Napenda kuomba pamoja na wewe. Unawezaje kuishi katika imani? Kwa kusikia sauti ya Mungu. Wakati vitisho vinapokuja, kuishi katika imani kwa kufuata maagizo ya sauti ya Mungu. Kuishi katika imani na kutembea katika maisha ya imani ni kumsikiza Mungu pekee. Na mwisho ni kumuita huyo Mungu. Tusimame mbele za Bwana. Nataka niombe pamoja nawe. Mpendwa, mahali pale ulipo, unasema ninang'ang'ana kweli kweli. Ninahisi ya kwamba ninazama. Ninahisi mahusiano yangu yanazama. Ninahisi ndoa yangu inazama. Ninahisi masomo yangu yanazama. Ninahisi profession yangu inazama. Ninahisi
jamii yangu inazama, ninahisi kazi yangu inazama, ninaishi maisha yangu yanazama, ninahisi upendo wangu unazama, umebaki kidogo tu, ninahisi imani yangu inazama. Yesu anasema nyosha tu mkono wako kwake, muite mchana wa leo, naye Bwana atakupokea. Tuombe pamoja. Baba, katika jina la Yesu, tunatamani kuishi kwa imani, lakini changamoto, mazingira tunayokaa na macho yetu ni mepesi kutazama. Wengine wetu tulitazama vitu tukapotoka katika imani, tulitazama watu tukapoteza imani. Tumebakia Wakristo tu, tunajulikana sisi ni wa PAG, lakini imani ndani yetu ilitoka kitambo. Tulitazama vitu vilivyotuzingira Bwana, tukatoka katika njia ya imani. Mchana wa leo tunasema Bwana, tunarudi kwako. Tumetambua tunazama, tunarudi kwako Bwana, tupokee. Ulivyompokea Petro Bwana, tupokee tena, katika jina la Baba, jina la Mwana na jina la Roho Mtakatifu. Amen.